Assalamu alaykum. Swala nne linalohusiana na majina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Auliza kwa Sheikh ulitaja kuwa hairuhusiwi kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa majina ambayo hayakuthibiti katika Qur'an wala Sunna. Je, majina kama Mungu na mengine yanayotumiwa na watu wengi yana hukumu gani, hasa ikiwa haijathibitishwa wazi katika dalili sahihi? Tamko la kutumia au lafdhi au tamko la Mungu kumaanisha kwamba ndiye Allah subhanahu jalla jalalu, ili sio jina la Allah subhanahu wa ta'ala. Jina la Allah azza wa jalla ni Allah, na majina yake mengine ambayo tunayajua katika Qur'an: Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus paka mwisho. Sasa jina la Mungu ni lugha ya Kiswahili ambalo kwa hakika ni maana ambayo watumizi na wazungumzaji wa lugha ya Kiswahili wamekuja na tamko hili ili kumaanisha kwamba huyo ndiye yule Allah. Wamemwita kwa jina la maana ya Allah, na wala haipo katika lugha ya Kiswahili peke yake, lipo katika lugha zote. Katika lugha ya Kiingereza wanatumia tamko la God au lafdhi ya God, na ili kupambanua baina ya God Allah na asiyekuwa Allah ni capital letter G. Wakitumia capital letter G wanamaanisha Allah subhanahu wa ta'ala, na kwa lugha kwa na small letter G basi ni awa miungu hivi viungu au miungu mingine ambayo haistahiki kuabudiwa. Na kadhalika kuna lugha zingine nyingi za kijamii na makabila mbalimbali wana lugha zao. Hata hapa kwetu katika makabila yaliyoko Kenya wana lafdhi au matamshi tofauti ambayo yamaanisha Allah. Sasa tuelewe kwamba haya majina yalikusudiwa kwamba ni tafsiri ya jina la Allah subhanahu wa ta'ala, lakini hailazimu kwamba tafsiri hii ndiyo tafsiri ya sahihi hasa ambayo inakabiliana au inaleta tafsiri ya usawa la jina la Allah subhanahu wa ta'ala katika lugha ya Kiarabu. Sababu tuliona katika lugha ya Kiarabu kwamba jina Allah la Allah subhanahu jalla jalalu asli yake limetoka wapi? Asli yake limetoka kwa jina ambalo linamaanisha anayeabudiwa, na maana yake ni kuwa anayestahili kuabudiwa bimaana al-ma'luh. Kwa hiyo ndio asli ya Allah. Allah bimaana al-ma'luh, yule anayeabudiwa kwa haki subhanahu jalla jalalu. Sasa maana ya jina hili linapokuja kwa lugha ya Kiswahili au lugha ya Kiingereza, swala linakuja kwamba je, pia linamaanisha hivyo hivyo au la? Kwa hiyo inaweza maana ile kwamba ikawa ni maana ya sawa au ikawa si maana ya sawa, lakini tunakubaliana kwa pamoja kwamba ile maana ya lugha nyingine yoyote itakayokuwa ya Kiswahili, ya Kiingereza, ya Kifaransa na lugha za kikabila ya makabila mengine hata huko kwetu ya kijamii, haiwezi kutoa maana ile ya asli ambayo imekusudiwa katika maana ya Kiarabu. Ndio maana inatakiwa kwa Muislamu hasatan katika mlango wa ibada, akiwa anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala katika dua na anapoisoma Qur'ani, abaki na jina lile la Allah subhanahu wa ta'ala, Allah. Sasa unapokuja kutafsiri jina hili kwa watu ili waweze kumuelewa Allah subhanahu wa ta'ala, pengine ukisema kwa mara ya kwanza kwa watu ambao hawajasikia Allah katika makabila na majamii, ukienda kwa Wamasai, ukienda kwa makabila mengine ambao wapo mashinani kule na mashambani, labda hawajasikia jina la Allah na wataka kwenda kuwafundisha Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake alayhi salatu wasalam, labda au pengine ukitumia lafdhi yao kwa kumaanisha Mungu ni nani, wakishamjua unawaregesha katika asli ili wajue kwamba Allah subhanahu wa ta'ala jina lake ni Allah, kwa sababu jina hili ni vigumu kulileta kwa lugha nyingine yoyote katika lugha hizi zetu ambazo twazitumia. Naam.